KTN. Shukran sana Jeff Kirui kwa taarifa hiyo ya siasa. Mwanafunzi wa kidato cha 4 ameaga dunia baada ya kupigwa risasi kichwani mjini Molo wakati wa maandamano ya Gen Z mapema hii leo jijini Nakuru. Maandamano yaliyoanza kwa amani yaligeuka kuwa ya uhalifu na kupora maduka baada ya kuingiliwa na makundi ya wahuni wanaohusishwa na baadhi ya wanasiasa. Kwingineko mjini Olkalau, waandamanaji wameteketeza kituo cha polisi baada ya mmoja wao kupigwa risasi na kuaga dunia. Ken Geshuhi anaarifu. Kaunti ya Nakuru ilishuhudia maandamano katika miji yake. Dennis Njuguna, mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya upili ya Jenga Karume mjini Molo, akipigwa risasi kichwani. Njuguna alithibitishwa kuaga dunia alipofikishwa katika hospitali ya Molo, huku mwanafunzi mwingine Frank Miridhu akijeruhiwa vibaya mguuni kwa risasi, hali iliyozua makabiliano makali zaidi baina ya waandamanaji na maafisa wa polisi. Jijini Nakuru, maandamano yalianza kwa amani, waandamanaji wakijitokeza kwa maelfu wakishtumu serikali ya Kenya Kwanza kwa sera kandamizi pamoja na mauaji ya kiholela yanayolenga vijana. President wetu atubadilishie maisha at least. Vijana wanaumia, vijana wanakufa, maandamano usiku na mchana zipo, yeye mwenyewe arekebishe. Na Ruto auwe sisi majenzi, sisi tunaandamana kwa amani, lakini wao wanatupiga na hizi matiaga. Ona. Sasa hivi tunaomboleza ndugu zetu, wengine wanatuua bila hatia. Baka muuza mask niliona anapigwa risasi, amesimama hivi, anabageni uhai wake, ameinua mkono hivi. Maandamano haya yaliingiliwa na kundi la wahuni waliodaiwa kutumwa na wanasiasa wanaoegemea upande wa serikali na kuvunja maduka, vituo vya mafuta na kusababisha hasara ya mamilioni ya pesa, baadhi ya maafisa wa polisi wakionekana kuangalia tu wakitekeleza uhalifu huo. Maandamano haya yalisitisha usafiri katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru na Nakuru kuelekea Eldoret, biashara mjini Naivasha na katika mashamba ya maua zikiathirika pakubwa. Mkituua na sisi ndo tunalipa tax. Kwani Gen Z si watu? Gen Z si watu. Katika kaunti ya Nyandarua, maandamano yaliishia kwa vurugu, waandamanaji wakiteketeza kituo cha polisi cha Olkalau baada ya mwandamanaji mmoja kupigwa risasi. Mwandamanaji huyo aliyepigwa risasi kifuani alithibitishwa kuaga dunia alipofikishwa hospitali ya JM Kariuki mjini Olkalau. Ken Geshuhi, KTN. Barabara kuu za kuingia na kutoka jijini